Nimeona Rigiji akisema kuna watu hapa Embu wanapiga Mukunji. My friend Rigathi Gachagua, nimeona pale Embu wanaingilia kijana anaitwa Mukunji. Wacha hiyo maneno uko nayo. Wewe ni already impeached. How many people in Embu lost their jobs directly and indirectly simply because of you? Ningeuliza Bwana Gachagua akumbuke kwamba ni vibaya sana kufikiria vile atafuta watu kazi wakati anajua kwamba watu wa baa wameajili karibu watu 10 katika club, na kwa hivyo hao watu akisema kwamba ifungwe atakuwa amewafuta. You are threatening chiefs all over. Sijui utawafuta, sijui utawafanya, they don't do their jobs, and your mission was hapa kwa mulima tu. Go look for Sonko, go look for Itito, mform sako yenyu. Mwe munaita impeached, the impeached sako. Hello. Simunanijua, I'm big kwa wale wanijui, but leo sina maneno mingi. Leo bado ni kuendeleza ukweli. Kwa sababu, let me tell you one thing that I need every leader to know. There's no leader out there politically, an elected leader ambaye ako immune to criticism, to challenges. Nimeona Rigiji akisema kuna watu hapa Embu, nimeona pale Embu wanaingilia kijana anaitwa Mukunji, wanapiga Mukunji. My friend Rigathi Gachagua, wacha na ni mimi. Wacha hiyo maneno. Wacha hiyo maneno uko nayo. Wewe ni already impeached. Go look for Sonko, go look for Itito, mform sako yenyu. Mwe munaita impeached, the impeached sako. And one thing that Kenyans and Ambians need to know about Rigathi. Anybody that amekuwa impeached, it will take you 10 years out of office, any political office, any representation. You are just there. Gachagua, you cannot vie for any elective post at the MCA wezi for the next 10 years. So I don't know why you are coming here attacking our governor. Sijui kusema, let me tell you, and you need to know, my friends, you need to understand this thing. An embryo of a dog, an embryo of a dog is more important, 100% important than a fainted lion, even a dead lion, not even a dead lion ambayo imefaint. So Gachagua, what are you telling us? Wewe ni impeached. Completely impeached. So don't drag us Zambians to impeachments. Hizo ni maneno zako peke yako. And let me tell you one thing, and you know, everybody has know. Uliimpeachwa na Parliament National Assembly, from there ukaenda Senate ikakumaliza, ukarukaruka na makoti bado ukaenda. So wewe ni past tense in terms of influence, in terms of development. Na anybody else anakufuata kama Mukunji. Sijui, you can be friends, good friends, which is okay. Umetoka mbali, but sasa hiyo siasa yenu ya backwardness mtituletea hapa Embu tunataka maendeleo, and we cannot stay away. We cannot shield ourselves from the presidency. Hatuwezi kaa mbali na president because it has repercussions. Choices have repercussions. Now let me tell you, Mr. Gachagua, if you want us to follow you to impeachment, kuja Kedemo, barabara haina, eka lami hiyo barabara, eka hiyo barabara lami, and tutakusifu hapa, tutarukaruka hapa, because there are some things that people who are worshippers of men, MP amefanywa like a golden calf. The guys who are worshipping him, akiguzwa, no way. We have to tell you the truth, and the truth is parallel. Deputy Rigathi Gachagua, tell us, ukiwa impeached, isipokuwa kwenda kuimba nyimbo za maumau zile za kitambo, sijui yanga ndoe wakirenya gani nini, there's nothing else you can do. You cannot lobby for anything. You cannot lobby for that mountain. Mirapa Embu karibu ibaniwa Mombasa, ukizunguka tu huku kipiga na pombe. You are busy fighting your people. Don't unakumbuka before you were impeached, fighting alcohol here, something which is legal. Ulikuwa unaifight. Mabazi kafungwa, watu wakapoteza kazi. How many people in Embu lost their jobs directly and indirectly
Simply because of you. You are threatening chiefs all over. Sijui utawafuta, sijui utawafanya, they don't do their jobs. And your mission was hapa kwa mulima tu. Ningeuliza Bwana Gachagua akumbuke ya kwamba sisi watu wa Mount Kenya ni sisi tunafanya kazi ya baa zile nyingi, na kwa hivyo tungetaka kusema kwamba ni vibaya sana kufikiria vile atafuta watu kazi wakati anajua kwamba watu wa baa wameajili karibu watu 10 katika club, na kwa hivyo hao watu akisema kwamba ifungwe atakuwa amewafuta. Wakati huo ningetaka kusema kwamba sisi hatutashirikiana na Bwana Gachagua na hatutakubaliana na yeye kusema kwamba tufuge kazi zetu ili kuwe na restaurant moja katika kila town. The rest of the country mambo ilikuwa inaendelea kama kawaida. Alafu we come here and sing for you. Hapana. We need to rejoice. Anybody in the mountain afaa ku rejoice that you are impeached. For me, I'm rejoicing. Very much rejoicing. I'm happy. So, tafadhali, and nitarudia, I will keep on repeating. Kama utakuja Embu kuvai for governor seat, kuja mpambana na sisi 2027. Kuja. Hama kwenyu kuja hapa. Don't talk about Embu politics. Na wewe mwenyewe there's nothing you've done for us. For the period that you had as a deputy governor, the president, the vice president. No. Mambo ya Embu tuachie sisi tukangane nayo. Hiyo ni yetu. And I'll tell the governor. Karibu na mudhamaki. Finally, boss, I want to beg you. Allow me to hold your jacket. Nikushike tu your koti yako. Because without you, I will not deliver to the people of Embu County. Without you, the many problems facing this county cannot be resolved. So ukubali nishike koti yako, ukiturn left, I turn with you. Ukiturn right, I turn with you. Don't tell me you are tired. Na usichoke na hii uso yangu. Usikae mbali na mudhamaki. Shika koti yake. Tunataka maendeleo hapa Embu. Tunataka soko ishe. Tunataka marami. Tunataka maji. Kwanza huko mbele Southern North tunataka maji mingi sana. That place there is no water connectivity. There is no pipeline ya maji. Women and children are dying in those dams wakifetch maji. Do you know that? Hawa tunataka piped water. You see, it is very painful for a crocodile to come and feast on a human. Mtoto wa mtu bana, mtoto ametoka shule ameenda kufetch maji. Pole na disikia those crocs. Asipende kusikia taarifa ya nini? Na tuko na dams 3 kule Embu pia, and you are aware of them, your excellency. Tuko na damu ya Dhoshi ambayo inashika pande ya Tharaka Nithi na pande ya Embu, and that is why myself and Muthomi are here today to remind you that there is an important dam kule Embu ambayo itakuhitaji. Pia tuko na ya Kamomo, na ndio maana mheshimiwa Roko ako hapa, na tuko na ya Rupingazi, ndio maana mheshimiwa Mukonji yako hapa, wakiongozwa na senator wetu Mundigi. Kwa hivyo tutoka kuvoya wanatu andu wetu tondu kwe mundu angate kwearia na mundu angaine gwikatia. So mimi nimekuja kuongea mambo ya Embu kwa sababu nilisikia mkubwa ako hapa karibu, nikakimbia kuje nimwambie shida za Embu. We cannot continue that way. So don't drag us behind. We want to focus ahead kama sisi watu wa Embu. Na present tafadhali, come fulfill your promise to your people. You know very well, asubuhi na mapema, we from this area, Embians, tuliamuka mapema. Na mimi naambia Embu acha tafadhali tuache vita kidogo. We are very small fraction. Very small fractions in terms of population. Tuache vita 1-2, tutaumia. Sisi tutaumia. For me and my people. For me and for my people. Tuko hapo na wewe. Bring maendeleo hapa. Please. So your excellency, we look forward to welcoming you to Embu. Afadhali kuja Embu. Tuko hapo tunakungoja utuletee maendeleo.